Hizi ndio Samsung sahihi za kununua mwaka 2026 kama unataka kununua simu flagship ya Samsung na hautaki kununua madaraja ya kati. Tofauti na hapo, unaenda kununua simu ambayo haifai kabisa kwa mwaka 2026. Samsung ya kwanza ni Samsung Galaxy S20, ya pili ni matoleo ya Samsung Galaxy S21, ya tatu ni matoleo ya Samsung Galaxy S22, na ya nne ni Samsung Galaxy S23, na ya tano ni Samsung Galaxy S23 Ultra. Sijaorodhesha matoleo ya Samsung S24 na S25 kwa sababu haya ni matoleo mapya na bei yake bado ni mkasi, ni ngumu sana kwa watu wengi kuimudu kununua kwa wakati huu. Kwa nini uepuke kununua simu chini ya Samsung Galaxy S20? Nikimaanisha kuanzia Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S9 na matoleo mengine ya nyuma yake. Ni kwa nini uepuke kununua haya matoleo? Hizi simu za zamani zilikuwa zina betri ndogo. Kwa mfano Samsung Galaxy S10 betri yake ilikuwa na ukubwa wa miliampia hawa 3400. Hii betri ni ndogo sana na itakulazimu kuichaji simu mara kwa mara, na kwa kuwa Samsung Galaxy S10 utakayonunua ni used, sasa hivi hauwezi ukazipata mpya, manake hata betri ubora utakuwa umepungua. Hivyo basi kwenye matumizi tu ya intaneti simu itakaa na chaji muda mfupi na utabidi kuichaji mara kwa mara. Na kwa bahati mbaya Samsung Galaxy S10 na chini ya hapo zilikuwa zinakuja na chaji zenye uwezo wa kupeleka umeme wa wati 15 ambao kwa standard ya sasa hivi ni ndogo sana. Kwa mfano ukitazama matoleo mapya ya Samsung mengi yanapeleka umeme wa wati 25 ambao inafanya simu kujaa kwa muda mfupi. Lakini kitu cha pili ni swala la utendaji. Samsung Galaxy chini ya S20 zilikuwa zinatumia chip ambazo kwa wakati huo zilikuwa zina nguvu, lakini kwa sasa haziwezi zikahimili yale matumizi makubwa ya hii mifumo mipya inawekwa kwenye simu ya AI. Kwa mfano Galaxy S10 ilikuwa inakuja na processor inayofahamika, inatumia miundo ya kizamani ya Snapdragon Helio 400 ambayo ni sawa na Cortex A76. Simu ya madaraja ya kati tu kwa sasa hivi zinaizidi Samsung Galaxy S10. Kwa mfano Samsung Galaxy A34 ni bora kuliko S10 kwa wakati huu. Kitu kingine ambacho utakuwa nyuma sana kiteknolojia ukinunua Samsung chini ya Samsung Galaxy S20 ni kupata matoleo ya mifumo endeshi kwa muda mrefu. Kwa mfano Samsung Galaxy S10 inapokea mwisho Android 12. Sasa kwa sasa hivi toleo jipya la Android ni Android 16. Haya matoleo mapya yanaiboresha simu kiusalama, lakini pia kiteknolojia unakuwa unapata vitu vipya vingi ambavyo kwa wakati huu vinashika kasi. Kwa mfano kama hivyo tulichojaribu kueleza hapo awali, artificial intelligence. Sasa mifumo ya Samsung Galaxy kiusalama tangu Samsung Galaxy S10 inaishia kwenye Android 12, manake kuna uwezekano wa data zako za kwenye simu zikawa zinakumbana na changamoto ya kiusalama kwa sababu hasipokei tena maboresho mapya ya kiusalama na ya kimfumo endeshi. Changamoto ambayo inafanya mimi nikushawishi usinunue Samsung, tofauti na Samsung Galaxy ambazo nimezitaja hapa, ni mfumo wa memory. Hizi simu zina mifumo ya memory mbalimbali na utofautiana kwenye kasi. Samsung hizi ambazo sijazitaja hapa zinatumia mifumo ya memory inafahamika kama UFS 2.1 ya kizamani, japokuwa simu za daraja ya kati bado inatumia, lakini hizi ni flagship na watu wananunua hizi Samsung used kwa sababu wanataka kuona jinsi flagship ubora wake na uzuri wake. Kwa hiyo inakulazimu kila kitu kiwe kizuri. Hivyo hata mfumo wa memory unatakiwa uwe ule ambao unasafirisha data kwa kasi, ambao kwa sasa ni UFS 3 katika hizi simu ambazo nimezitaja. Na kitu kizuri ambacho naweza nikakisifia kwenye matoleo yaliyopita ya Samsung ni kamera. Kamera bado ni nzuri na zinaweza kushindana na matoleo mengi tu ya hasa simu za daraja la kati zilizotoka hivi karibuni. Lakini kiujumla simu ambazo unapaswa uzinunue za Samsung kwa mwaka 2026 na kwenda mbele ni Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S23 na Samsung Galaxy S24 kama utakuwa na kipato, na bila kusahau Samsung Galaxy S20. Tofauti na hapo ni vizuri ukaziepuka hizo simu kwa sababu unaenda kununua kitu ambacho hakina thamani ya muda